Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Tanzania na Canada zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya utafiti wa kina wa madini, hatua inayolenga kuongeza upatikanaji wa taarifa sahihi za kijiolojia, kuhamasisha uwekezaji na kuendeleza sekta ya madini nchini. Makubaliano hayo yameelezwa Juni 16, 2026 jijini Dodoma na Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde wakati wa kikao chake na balozi wa Canada nchini Tanzania Mheshimiwa Emil Burns, kilicholenga kujadili namna ya kuendeleza ushirikiano kati ya nchi hizo mbili katika eneo la utafiti wa madini. Akizungumza katika kikao hicho, Mheshimiwa Mavunde amesema serikali inaendelea na mkakati wa kuondokana na uchimbaji wa kubahatisha kwa kuongeza matumizi ya taarifa sahihi za kijiolojia, huku ikilenga kuongeza eneo lililofanyiwa utafiti wa kina kutoka 16% ya sasa hadi 50% ifikapo mwaka 2030. Amesema Tanzania na Canada zimekuwa na uhusiano wa muda mrefu na kwamba ameridhishwa na dhamira iliyoonyeshwa na serikali ya Canada ya kushirikiana na Tanzania katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya utafiti wa kina wa madini. Aidha, amesema tafiti hizo zitasaidia kupunguza changamoto zinazowakabili wachimbaji wadogo wanaofanya shughuli za uchimbaji bila kuwa na taarifa za kutosha za kijiolojia. Mheshimiwa Mavunde pia ameelekeza Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania GST kuainisha maeneo ya kimkakati yatakayopatiwa kipaumbele katika utekelezaji wa ushirikiano huo. Kwa upande wake, balozi wa Canada nchini Tanzania Mheshimiwa Emil Burns amesema serikali ya Canada imevutiwa na maono ya Mining Vision ya mwaka 2030 pamoja na kauli mbiu ya madini ni maisha na utajiri, na ipo tayari kuendelea kushirikiana na Tanzania katika miradi mbalimbali ya kimkakati ikiwemo utafiti wa kina wa madini kwa kutumia teknolojia ya uchunguzi wa angani. Naye mtendaji mkuu wa GST Mhandisi Ali Samaje amesema ushirikiano huo unatarajiwa kuanza kwa kufanya tafiti za kina katika bloko namba 1 iliyopo kanda ya Ziwa na bloko namba 5 iliyopo kaskazini mashariki mwa Tanzania. Amesema utekelezaji wa miradi hiyo utaongeza upatikanaji wa taarifa sahihi za kijiolojia, kuimarisha uwekezaji na kuchochea ukuaji endelevu wa sekta ya madini, sambamba na kuwezesha Tanzania kufikia lengo la kuongeza eneo la utafiti wa kina kutoka 16% hadi 50% ifikapo mwaka 2030. Mohab TV, Dodoma.